Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa, baada ya kutangaza kwamba hatagombea tena katika jimbo la Ruangwa, amezungumza na wananchi lakini pia na baadhi ya wanachama cha Mapinduzi, wana CCM wenzake, na kuwapa ujumbe ufuatao kwamba maamuzi mengi ambayo yanafanyika Mwenyezi Mungu anaongoza. Kwa hiyo hata hili ambalo limemfanya asitishe kugombea tena katika jimbo hilo ni ameongozwa na Mwenyezi Mungu. Kwa takriban miaka 15, Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amekuwa kinara katika medani za kisiasa. Utakumbuka tangu katika awamu ya Rais hayati John Pombe Joseph Magufuli alikuwa ni waziri mkuu vile, lakini bado akaendelea mpaka dakika hii ambapo Mwenyezi Mungu amemuongoza kwa mujibu wake yeye kuto kugombea tena na kuamua kuachia wengine. Tuone haya mabadiliko ni ya kawaida, ni safari ambayo Mwenyezi Mungu pia huwa anaongoza. Mwenyezi Mungu amepanga kila mmoja na shughuli zake na namna yake, mwanzo wake na ukomo wake. Kwa hiyo maamuzi haya pia ameongozwa na Mwenyezi Mungu. Ni njema kabisa. Na makada waliokuja leo kuchukua fomu na wameongozwa na Mwenyezi Mungu waje kuchukua fomu, lakini mwisho wananchi watafanya maamuzi ya kumchukua mmoja miongoni mwao. Kwa tabia tuliojijengea wana Ruangwa, huwa hatutengani. Sisi tulipoanza mwaka 2010 tulikuwa 12, na baada ya mchakato mimi kuingia madarakani wale 11 tumeendelea kufanya kazi nao mpaka leo hii. Kwa leo wanakuja hawa mpaka muda huu, kwa sababu muda baada hujaisha, saizi wanne labda wengine watakuja. Sote baada ya kukamilika kwa mchakato tutaendelea kuwa pamoja. Niwasihi wajumbe wa kamati ya siasa tuwape ushirikiano. Najua kipindi hiki ni kipindi cha mchakato wa vikao, labda hawatapata nafasi ya kupita, lakini watakapoambiwa wapite, hamasisheni wananchi kutana nao. Je, wewe maamuzi yako umewahi kuongozwa kufanya nini na kuacha nini? Hebu niandikie kwenye comment hapo, alafu pakua app ya SnS Premium. Mimi ni Frank Kashonde.